Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo? Wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans. Kwa kile ambacho kinachoendelea, mambo yanazidi kuwa mazito ndani ya kikosi cha Yanga. Kila kitu kinazidi kupamba moto, huku kila kinachoshikwa sasa hivi Young Africans ni cha moto kweli kweli, ambapo taarifa nyingine tena imeweza kuja kuhusiana na Stefano Aziz Ki. Unafahamu ya kwamba Yanga sasa hivi wanapambana kwa kile ambacho kinachoitwa kudaia haki zao, lakini unaambiwa huko tayari mambo yameweza kuwa mazito kwa Stefano Aziz Ki ambaye alidaiwa ameuzwa kuelekea katika klabu ya Wydad. Vipi sasa anarudi kwenye kikosi cha klabu ya soka Young Africans? Sababu ni nini? Nini ambacho kimemfanya aweze kurudishwa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Yanga? Utakwenda kujua kila kitu, kwa sababu taarifa kamili nimeweza kusogezea hapa na ripoti zingine nyingi ambazo zinazoendelea kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans, ambako sasa hivi kushikiki ni pamoto kweli kweli kwa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha mabingwa wa tetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hapa nazungumzia Young Africans. Karibu, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ando jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Hii hapa ni Wina Media. Karibu tuweze kujuzana haya ambayo yanaendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Bana, Yanga kwa sasa wako busy kweli kweli, hawashikiki kwa kile ambacho kinachoendelea. Wapo katika moto mzito kweli kweli, wakidai kwamba wanapambania haki yao kwa kile ambacho kinachoendelea, ambapo kwa sasa Young Africans wapo katika mvutano mzito kweli kweli na bodi ya ligi pamoja na TFF. Mambo yanazidi kuwa mazito kweli kweli kila kukicha. Sasa wakati hao yakiweza kujili kwa wakati huu, Young Africans wakidai madeni yao pamoja na haki yao ya tarehe 8, huku wakiweza kushinikiza bodi ya ligi iweze kujiondoa katika ligi kuu ya soka Tanzania bara. Sasa inaelezwa kwamba mambo yamekuwa ni tofauti uko kwa Aziz Ki ambaye ni mchezaji aliyetoka katika klabu ya soka Young Africans. Taarifa kutoka ndani ya Wydad Casablanca vimeiarifu kwamba mkataba wa mchezaji wa kimataifa wa Burkina Faso Stefano Aziz Ki na Wydad ni mwezi mmoja, huku kukiwa na kipengele cha kusaini mkataba wa kudumu wa miaka 3 iwapo benchi la ufundi watashawishika na kiwango cha mchezaji huyo. Kocha wa Wydad Mohamed Amin amethibitisha kwamba klabu hiyo imeanza kutumia mifumo hiyo ya mikataba, ikiwa ni sehemu ya mbinu ya majaribio inayolenga kupima kufaa kwa wachezaji wa kigeni kama wanaendana na mtindo na mahitaji ya timu hiyo. Alisema kocha huyo katika nafasi yake kuhusu programu walioitoa kupitia kikosi chao. Mchezaji yoyote ambaye tutamsajili kwa mwezi mmoja na ambaye ataonyesha sifa za kiufundi na za kuridhisha, tutafanya chaguo la kumsajili rasmi kwa miaka 3. Kwa upande mwingine, inaelezwa kuwa hatua hii inawakilisha mkakati wa makusudi wa uongozi wa Wydad kulinda maslahi ya klabu. Aliongeza, hali ya mchezaji Aziz Ki iko wazi. Klabu yake ya zamani ya Yanga ilipokea kiasi cha dola 100,000 kwa ajili ya kumwachia nyota huyo, na ikiwa atafanya vizuri wakati wa ushiriki wake katika kombe la dunia la ngazi ya klabu, zoezi la kununua mkataba wake litaanzishwa. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoelezwa. Kwa hiyo endapo Aziz Ki asipofanya vizuri katika mashindano haya ya kombe la dunia la vilabu, basi bila shaka Aziz Ki mguu utakuwa ni wa kurudi Tanzania kwenye klabu yake ya soka Young Africans, kwani Aziz Ki inaelezwa kwamba bado alikuwa na mkataba na klabu ya soka ya Young Africans. Hivyo Wydad wao wameweza kumnunua ama kununua mkataba wake
kwa kuwa ndio mahitaji ambayo wanahitaji, lakini kwa sasa wametoa kiasi cha dola 100 tu ili kuweza tumiki katika mashindano haya, na kama atalilizisha benchi la ufundi la Wydad basi watampatia mkataba wa miaka 3. Kwa hiyo zoezi limekuwa ni kubwa kweli kweli kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, kila mmoja akiendelea kushuhudia yale makubwa ambayo yanazidi kusogea katika kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Lakini katika taarifa nyingine, inaelezwa mazuri yanaendelea kufanyika kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, ambapo inaelezwa kwamba Yanga imeshusha mwamba mwingine tena, si mwingine bali ni Chikola. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa katika kikosi cha, hapa nazungumzia Tabora United, ambapo inaelezwa kwamba anatua kwenye kikosi cha Young Africans. Inaelezwa kwamba klabu ya Yanga inaendelea kuimarisha kikosi chao kwa msimu ujao wa mashindano. Yanga wameanza mambo ya kumnasa kiungo mshambuliaji anayejua boli ambaye wamempa mkataba wa miaka 2. Baada ya kuwepo kwa tetesi za muda mrefu Yanga kuhitaji huduma ya kiungo mshambuliaji wa Tabora United Ofen Chikola, inadaiwa amemalizana klabu hiyo kwa kupewa mkataba wa miaka 2, ikiwa ni maana msimu ujao ataonekana na uzi wa vijana wa Jangwani. Chanzo cha kuaminika kutoka ndani ya Yanga kinasema kuwa Chikola aliyeitibulia watetezi hao wa ligi kuu kwa kufunga mabao 2 wakati wanaizamisha kwa mabao 3-1 katika mechi ya mkondo wa kwanza, ameshasaini mkataba huo wakati anasubiri dirisha lifunguliwe atambulishwe. Chanzo hicho kililiambia moja kati ya vyanzo vyetu kuhusiana na usajili huo utakavyoongeza nguvu katika nafasi wanaocheza Maxi Zingeli, Clement Mzinze na Farid Musa. Anayetajwa huenda akatolewa kwa mkopo kati ya Singida Black Stars na Mbeya City katika msimu huu. Chikola kafunga mabao 7, washindani wake wa namba ambao anakwenda kukutana nao Yanga, Maxi ana mabao 5, assist 9, na Mzinze na mabao 13 na assist 3, hivyo ushindani utakuwa mgumu. Yanga ina mchakato kukifumua kikosi chake. Kuna wachezaji ambao watapelekwa kwa mkopo kama Faridi, ndio maana Chikola anaingia. Kuna wengine ambao wamemaliza mikataba yao, kama kiwango chao akikusaidia timu watapewa mkono wa bye bye, kilisema chanzo hicho na kuongeza. Lakini wapo wachezaji waliomaliza mikataba bado wanahitajika na timu, hao tutakaa nao mezani kufanya mazungumzo ya kuongezea mikataba mipya, na tayari wamefanya hivyo kwa baadhi yao kama Nzengeli na Dickson Jobu. Kabla Yanga kukamilisha dili la Chikola, Simba na Azam zilikuwa zinafukuzia huduma yake. Unaona bana, kwa sasa mambo yamekuwa ni mazuri kwa upande wa Young Africans kwa sababu Yanga ndio wameweza kuhakikisha kwamba kile ambacho kinachoendelea. Sasa taarifa ambayo imeweza kutolewa sasa kuhusiana na mikataba, kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea kati ya, hapa nazungumzia CRDB na hapa nazungumzia na klabu ya soka, hapa nazungumzia Yanga kwa kile ambacho kinachoendelea madai yao. Sasa anaandika hapa nazungumzia Farhan Kiamu, anasema ya kwamba ndugu zangu, kuhusu mkataba wa Azam, kama ni title sponsor au broadcaster ama yote kwa pamoja, sisi ndio akasema kwamba basi tumepatiwa darasa, nami acha niwaambie. Cha kwanza, kwa mujibu wa mwalimu alinipa darasa, ni kuwa hapo zamani TFF alikuwa anapata tabu sana kupata wadhamini ambao wangeweka pesa zao kwenye mpira wetu, kutokana na wengi kutokuwa na imani sana juu ya projekti ya kuitwa soka. Mwalimu anasema 2015 wakati TFF ya Mzee Malinzi inarejesha upya michuano hii, Azam Media Limited aliingia mkataba wa broadcast kama ilivyo kawaida kuwa ataonesha michuano hii, na aliweka mzigo kama ilivyo kawaida ambapo bingwa alikuwa anapokea milioni 50, huku pia Azam Media akitoa gharama zingine za timu haswa kwenye uendeshaji kipindi cha michuano hiyo. Lakini kutokana na uhaba mkubwa wa kifedha, huku Azam ndio kampuni pekee iliyojitokeza kuamini project
ya mpira wa Tanzania wakapata na mileage ya michuano kubeba jina lake, maana Azam kiuhalisia huwa anachukua dili tu la kurusha matangazo. Mkataba wa pili ulisainiwa 2019, lakini bado kampuni na wadhamini walikuwa wazito kutoa fedha. Azam akaweka tena bilioni 6.3 kama broadcaster, ambapo alichukua haki za timu ya taifa kurusha mechi zake ambazo sio za kimashindano, lakini pia kati ya hizo bilioni 4 zikaenda kwenye michuano ya FA, mkataba wa miaka 4. Lakini kuthamini na kutambua mchango wa Azam Media kwa mpira wetu, TFF na Azam walikuwa na makubaliano ambayo sio ya kimaandishi kuwa Azam atapewa ardhi ya jina la michuano kama sehemu ya kuthamini zaidi mchango wake, ila endapo atatokea mdhamini ambaye atataka kuweka hela kama title sponsor, basi michuano hiyo itabadilishwa jina mara moja. Hiyo inaitwa gentleman agreement. Basi ndio maana CRDB alivyofika tu kutaka kuwa title sponsor, ni kitendo cha haraka tu michuano ikabadili jina kutoka Azam Sport Federation kwenda CRDB Federation Cup, kwa maana Azam walipewa heshima tu title sponsor kuthamini mchango, ila yeye ndio mzigo wake ulikuwa ni wa matangazo. Unaona bana. Kwa hiyo kinachoendelea kwa sasa, mambo yanazidi kuwa ni mazito. Yanga wanataka pesa zao kwa kile kinachoonekana, huku timu zingine za ligi kuu ya soka Tanzania bara zikionyesha kutokujua thamani ya bingwa anapokea kiasi gani katika kombe la FA ambalo ni CRDB Federation Cup, baada ya kusikia kwamba bingwa anakusanya milioni 200, vipi wengine wanachukua milioni 50. Kwa hiyo sasa mambo ndio yanazidi kuweza kuibuka kweli kweli. Tusubiri kuweza kuona ni yapi ambayo atakayojili katika sakata hili, ila weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana